Sisi kama waandishi wa habari tunaomba kutoa wito kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sisi waandishi tuna haki ya kufanya wajibu wa waandishi wa habari, na hatuko hapa kwa bahati mbaya. Tupo kwa ajili ya kutekeleza wajibu na matakwa ya katiba ambayo anaiapa Mheshimiwa Rais kutumikia na kuilinda. Kwa jeshi la polisi tuone sisi ni maadui, au tunapoandika habari zinazolenga kuikosoa serikali, basi wasituone sisi ni maadui, bali waone kama chachu ya kufanya mabadiliko. Wito kwa wananchi wa wilaya Tarime, tuendelee kuwa watulivu, tushauri vijana wetu watulie, kwa sababu serikali imeendelea na michakato mbalimbali kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ya amani, nchi yetu inakuwa na utulivu. Panapokuwa na machafuko, ndugu zangu, hakuna kitu unaweza kufanya. Mama anayeuza pale Lebu sokoni pale nyanya hataenda kuuza kwa sababu ya machafuko yatakao kuwa yametokea. Kwa hiyo tuwasisitize na kuelekea Disemba 9, sikukuu ya uhuru, tunaomba tuwe watulivu, tuhamasishe amani. Na waandishi wa habari, natoa wito kwenu, tuendelee kuandika habari za kuhamasisha amani, ili wananchi waweze kuelewa kwamba taifa letu linahitaji utulivu na amani katika kipindi hiki. Kwa hata sisi madhira yaliyopatikana tarehe 29 Oktoba yalikuwa ni madhira yaliyotugusa sisi moja kwa moja kama waandishi wa habari, kwa sababu pasipokuwa na amani huwezi ukatoa kamera nje kwenda kurekodi habari, huwezi. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi, wazazi pamoja na walezi, sisi kama waandishi wa wilaya Tarime tunakuja mbele yenu tukisema kwamba tunawahimiza muwape elimu watoto wenu, vijana wenu, kwa sababu kundi kubwa la Gen Z ambao ni vijana wanaohusika kwenye maandamano, rika lao ni vijana bado wadogo. Kwa hiyo tunaomba sana, tusisitize sana sisi kama waandishi wa habari kwamba amani ndio msingi wa taifa letu. Kuna watu nilisikia kwenye mitandao wanasema waandishi wa habari hamkuandika, waandishi wa habari wa Tanzania mmekuwa kimya, mmetuleti down sisi kama wananchi. Nikajiuliza nikasema, sisi kama waandishi wa habari, kwanza sisi sio maroboti. Hatuwezi tukatoka nje kukava story wakati kuna jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama ndio viruhusiwa tuka nje. Kwa sisi waandishi hatukuruhusiwa hata kutoka nje. Kwa jambo la kwanza. Kwa hiyo yule askari aliyekuwa analinda au mwanajeshi hanijui mimi, hajui mwandishi wa habari. Kwa hiyo asingeweza kujua wewe unakava story, angejua labda wewe ni mhusika wa maandamano, njenzi na nini, labda unaweza ukapigwa risasi au kuumia. Kwa hiyo wananchi, cha kwanza mtambue kwamba sisi nao ni binadamu na tunaishi kwenye jamii zenu. Na tuna watoto, tuna familia, na sisi sio maroboti kwamba kutoka nje ukipigwa risasi haitaingia. Kwa ndio maana that's why kwamba hatukuingia front, kwa sababu ni tamko la nchi kwamba kila mmoja akae ndani, hata awe afisa sio nani akae ndani. Ila vyombo vya ulinzi na usalama pekee ndio vilikuwa vinaruhusiwa kukaa nje. Kwa mimi niwaombe ndugu zangu wananchi wa Tarime waendelee kutupa ushirikiano kama waandishi wa habari. Na sisi tunawaahidi tutawasemea na tutaficha chochote kile ambacho kitakuwa kinatakiwa kusemwa au kuwekwa public kwenye swala zima la media.